Uhali gani mtazamaji wa Uhuru FM Digital. Tuko Zanzibar na hapa ni Kizimkazi. Nipo hapa kwa ajili ya kukupa habari zinazojiri hapa katika tamasha kubwa kabisa la Kizimkazi Festival. Tukiwa hapa kuna mambo makubwa kabisa yamekuwa yakitokea. Mimi naitwa Steven Mhina Dungumaro, nyuma ya kamera yuko Peter Paul na hii ni Uhuru FM TZ. Wakati huu moja kwa moja bila kupoteza wakati ninao viongozi wakuu wa taasisi kutoka Zanzibar na kutoka upande wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninaye mkurugenzi mkuu wa TFRA, lakini vile vile naye mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Mwani hapa visiwani Zanzibar. Penginepo unaotutazama moja kwa moja unaweza kusema kuna kitu gani hasa uko na viongozi hawa? Kuna hati ya makubaliano, tumeshuhudia utiaji wa saini hapa ikishuhudiwa kuhusiana na kilimo cha mwani na watu wa TFRA. Kuna nini zaidi? Nisichukue muda mrefu, nianze na mkurugenzi mkuu wa TFRA ambaye yeye moja kwa moja atajitambulisha majina yake na atatueleza jambo zima lililofanyika kwa siku ya leo hapa Zanzibar. Mkurugenzi, habari za wakati huu na karibu sana katika matangazo yetu, ni wakati wako hivi sasa. Asante sana. Mimi naitwa Joel Laurent, ni mkurugenzi mtendaji wa Mamlaka ya Udhibiti wa Mbolea Tanzania. Leo hii tumeshuhudia kusaini kwa hati ya makubaliano kati yetu kwa maana ya Mamlaka ya Udhibiti wa Mbolea Tanzania na kampuni ya Mwani ya Zanzibar. Lengo kuu la makubaliano haya ni kuwezesha kampuni ya Mwani Zanzibar kuweza kuanzisha na kuzalisha mbolea inayotokana na mwani. Sasa tunasema kuanzisha na kuzalisha, sisi kama Mamlaka ya Udhibiti wa Mbolea Tanzania, moja ya jukumu ambayo tumepewa kwa mujibu wa sheria ya mbolea ya mwaka 2009 ni kudhibiti mnyororo mzima wa thamani, ikiwemo kusajili, kutoa leseni na vibali vyote vinavyohusiana na uzalishaji na usambazaji wa mbolea. Sasa wenzetu wa Zasco wana mpango wa kuzalisha mbolea inayotokana na mwani, na katika kufanikisha uzalishaji na uanzishwaji wa mbolea, sisi kama Mamlaka ya Udhibiti wa Mbolea Tanzania tunaingia makubaliano ya kuwasaidia katika kufanya tafiti na kuwasaidia katika kuhakikisha kwamba ile mbolea inakuwa kwenye viwango ambavyo vinakubalika. Vile virutubisho ambavyo vinakuwa kwenye mbolea zile vinakuwa vinaweza kutoa kusababisha zile mbolea zikaleta manufaa kwa wakulima. Tunaelewa kwamba tuko Zanzibar. Zanzibar ni eneo dogo, lakini ni eneo ambalo lina kilimo cha aina mbalimbali. Tuna kilimo cha viungo na mazao mengine. Kwa hiyo tunategemea sana tunavyoweza kuwa na hizi mbolea ambazo zimezalishwa kutokana na mahitaji ya mazao yetu au mahitaji ya udongo wetu, zinaweza zikasaidia sana kuongeza tija ya uzalishaji. Unakuwa na eneo dogo, lakini unakuwa na uzalishaji ambao unatija na unaongeza thamani. Sasa jukumu la kudhibiti masuala ya mbolea Zanzibar ni jukumu la Wizara ya Kilimo, na ndio maana sisi tumesaini makubaliano haya ili tuweze kuwasaidia na kuwarasimisha rasmi wakati ambapo juhudi za Wizara ya Kilimo zikiendelea kufanyika, ili nao waweze kuwa na mifumo ambayo inaweza kuhakikisha kwamba hizi mbolea zinazozalishwa au zinazoingizwa zinaweza kuwa zikadhibitiwa na zikawa na ubora unaotakiwa. Kwa hiyo tutawasaidia. Moja la kwanza, na tumeshaanza miezi mitatu iliyopita tumeanza nao. Moja ni kuhakikisha kwamba ile mbolea inatambulika. Inatambulika ni lazima isajiliwe. Lakini cha pili ni kuhakikisha kwamba ile mbolea inaaminika. Inaaminika ni kwamba vile virutubisho ambavyo viko kwenye mbolea zile vinahakikiwa na kuhakikisha kwamba wanapoenda kuitumia wanakuwa na uhakika, kwa sababu ile mbolea imesajiliwa na Mamlaka ya Udhibiti wa Mbolea Tanzania. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba tunaiona fursa ambayo
kampuni ya mwani Zanzibar inaweza kuchangia kwenye uchumi wa bluu, kwamba una mwani, lakini sasa huo mwani sasa ukizalisha mbolea utasaidia sana kuhakikisha kwamba sasa tunaongeza sasa thamani katika mnyororo mzima wa kilimo Zanzibar na nchi nzima ya Tanzania. Nije kwako mkurugenzi hapa, utatueleza pia majina yako, lakini baada tu kujitambulisha hapa vizuri, ningependa zaidi utueleze kuhusiana na zao lenyewe la mwani na utaratibu wake, alafu utatueleza namna ambavyo leo mmeingia hiyo MOU na TFRA. Asante sana. Mimi naitwa Masoud Rashid Mohamed, kama ambavyo umeeleza hapo kabla, ni mkurugenzi mkuu wa kampuni ya mwani Zanzibar, kwa kifupi inaitwa ZASCO, ambayo ni kampuni ya serikali, iko chini ya Wizara ya Uchumi wa Buluu na Uvuvi Zanzibar. Kama ambavyo mwenzangu ameeleza, MOU hii inahusika, ama makubaliano haya leo yanahusika na namna gani TFRA na ZASCO inaweza kufanya kazi kwa pamoja katika kuhakikisha kabisa kwamba hii mbolea ambayo inakuja kuzalishwa na kiwanda cha mwani ambacho kimejengwa na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia kampuni hii ya mwani inakuja kuzalishwa katika miezi michache ijayo, kwamba kiwanda hichi kinafanya kazi kama ambavyo imetarajiwa, kwa maana kuzalisha mbolea ambayo imetimia viwango na taratibu zote za kisheria na kikanuni zimefuatwa katika uanzishaji na usambazaji wa mbolea hiyo ambayo itakuwa imezalishwa. Sasa nije kwenye swala lako kuhusiana na kilimo cha mwani. Kilimo cha mwani ni miongoni mwa shughuli kuu za kiuchumi ambazo zinafanywa katika ukanda wa pwani ya visiwa vya Unguja na Pemba, lakini hata bara pia. Mwani unazalishwa Tanga bara, unazalishwa Mtwara, unazalishwa Lindi, Kilwa, Kisarawe, kote huko, Mafia pia. Sasa zaidi ya 90% ya watu ambao wanajishughulisha na kilimo hichi cha mwani ni wanawake. Kwa hiyo hili tukio la leo ukiliangalia hivi unaweza kuliona kama ni tukio dogo, lakini tukizungumzia impact, athari yake kiuchumi ni kubwa sana, kwa sababu moja kati ya matatizo, changamoto kubwa ambazo kwa zaidi ya miaka 30 sasa wakulima wetu wa mwani bara na visiwani ambao wamekuwa wakikumbana nalo ni suala la upatikanaji wa soko la uhakika kwa mwani ambao wanauzalisha. Na nikisema upatikanaji wa soko ni kwamba inafika muda wanakuwa wako na mwani wameshauzalisha, lakini hawana sehemu ya uhakika kwenda kuuza. Lakini hata akipata sehemu ya kwenda kuuza, hiyo bei ambayo wamekuwa wakipata kutokana na kuuza mwani wao haikuwa bei ya kuridhisha. Ndio serikali ikaamua kuanzisha hii kampuni ya mwani, na ikaja na mradi huu wa kuanzisha kiwanda hichi cha kuchakata mwani ili kuzalisha hiyo mbolea ya mwani, kwa sababu mwani uweze kuchakatwa ndani ya nchi yetu, kuzalisha bidhaa ndani ya nchi yetu, iweze kuuzwa bidhaa hizo ndani na nje ya nchi yetu kwa bei iliyokuwa bora zaidi, na hatimaye mkulima wa mwani aweze kupata soko la uhakika la mwani ambao anauzalisha, lakini pia aweze kupata bei iliyo bora ukilinganisha na bei iliyo sasa hivi. Kwa hiyo mradi huu ama makubaliano haya tuliyoyasaini yanakuja kuathiri moja kwa moja, yanakuja kumsaidia moja kwa moja mkulima wa mwani ambaye ni mwanamke, yanakuja kumuinua mkulima wa mwani ambaye ni mwanamke kwa 90%, lakini pia inakuja kwa upande wa pili sasa, inakuja kutengeneza linkage baina ya sekta ya uchumi wa buluu lakini na sekta ya kilimo huku. Kwamba kwa kipindi mwani mbolea hii itakuwa ni 100% organic, kwa maana kwamba haitokuwa na kemikali za aina yoyote. Kwa hiyo tukizungumza kwamba haitokuwa na kemikali ya aina yoyote, maana tayari tunaizungumzia kilimo kilichokuwa ni bora zaidi, kilimo ambacho unasema ardhi yetu, wataalamu wanasema kwamba imekuwa kwa kiasi kikubwa imekuwa kama vile imekuwa addicted, kama vile imeathirika, kwamba bila ya kupata kemikali maana haiwezi kuzalisha ipasavyo. Sasa wenzetu hawa watatusaidia katika hiyo kitu organic tunayozungumza, kwa namna gani ubora wa mbolea ambayo ni organic tunaofikia, kwamba ili lile kusudio lililokusudiwa kwa mbolea hii kweli liweze kufikiwa. Lakini sasa kama tunazungumza kwamba kuna linkage baina
ya uchumi wa buluu, kilimo, inakuja na afya sasa. Kwa hiyo ni mradi ukiutizama kwa jicho pana zaidi, ni mradi ambao kwa hakika unahitajika katika jamii yetu na umekuja katika wakati ambao ni muafaka. Kwa hiyo ni wajibu sasa wa kila Mzanzibari na kila Mtanzania kuhakikisha kwamba wana tusupport kwa namna moja ama nyingine katika utekelezaji wa hichi ambacho tumekisaini hii leo, ili hatimaye manufaa yapatikane kwa jamii yetu yote.